Bwana, mambo vipi na karibu mfuatiliaji wa YouTube channel ya Nyundo TV. Nikwambie ni exclusive interview kunako YouTube channel yetu, kubwa zaidi kuzungumza na watu ambao wana vingi ambavyo wewe binafsi ungetamani uvisikilize. Wakati wewe unaamini kwamba motorbike kama sio pikipiki ni kitu hatari sana, wenzako wanasema hawawezi kuishi bila pikipiki, wanacheza nazo kila kukicha. Na Nyundo TV tumeweza kupata bahati, naweza nikasema hivyo, maana kuna wengi ambao walitamani wafanye interview na mrembo wetu, lakini sisi Nyundo TV naweza nikasema ni miongoni mwa media ya mwanzoni kabisa kuzungumza naye. Tuzungumzane, atuambie kwa nini ameamua kuhatarisha maisha yake kuchezea pikipiki. Asalamu alaykum. Wa salaam. Poa Kabisa. Sawa, by the way, kwa wale ambao wanakutazama muda huu wakufahamu, wanakuonaga tunachezea pikipiki, tuambie unaitwa nani? Kwa jina naitwa Mashmum Nuru Othman Saleh. Mashmum. Ndio. Ni mwenyeji wapi? Mimi ni mwenyeji wa Arusha. Arusha. Leo kwa mara ya kwanza hivi kama Mwarabu kama Mpemba hivi, hujawahi kupata ukakasi huo mtu anakuambia hivyo? Wako wengi. Kwa nini umeamua uingie kwenye hii michezo ya kiume, michezo hatari zaidi? Yani ni ile for life tu, yani nimetokea tu, ni kitu ambacho napenda. Tumeanza lini? Miaka mingi sana. Almost kama miaka mingapi? Kuanzia 2000 na nikiwa na miaka kama 9 hivi. Miaka 9. Naendesha pikipiki. Ni kwako unafanya kama ni starehe, ni kazi ama kwa nini? Yani nisemeje labda? Mimi kwangu ni kama furaha yangu, yani kama starehe yangu. Pia nimekuja kwenye kusupport, yani kuna rafiki yetu mmoja alikuwa amefariki kwenye ajali ya pikipiki. Ndio. Kwa hiyo tumekuja kumsupport, ndo huyu hapa. Anaitwa nani? Anaitwa Junior. Junior. Ndio. Amefariki lini? 2023. Amefariki kwenye harakati za pikipiki. Ndio. Natamani nifahamu kama mwanamke, changamoto yako nini hasa unapokuwa umechanganyika na wanaume wa design hii, wanaume ambao pikipiki kwao yani kama vile sio kitu hatari kabisa yani? Cha kwanza yani huwa wanafurahi, alafu cha pili huwa yani wanafanya kama kuni coach, wanaendelea kuni coach zaidi. Nikikutana nao wanafurahi, wanaenjoy. Hakuna changamoto yoyote. Usumbufu upati? Hapana. Usumbufu upo lakini sio kivile, kwa sababu wanaheshima pia. Mitaani kule wanaamini kama michezo yenu ni michezo ya kihuni. Bila shaka hata ushakusikia kwa kitu. Ni kweli, lakini kwa sisi tunajaribu kuwaonesha kwamba sio ya kihuni, kwa sababu kuna pikipiki pia zenye heshima. Ndio. Nyumbani wanasemaje? Nyumbani wanasupport. Wanakusupport sana. Wazazi, familia kwa ujumla? Wote tu. Mwanzo walikuwa wagumu lakini sasa hivi wanasupport. Nani alikuwa mgumu kati ya baba na mama wote hapo kifupi, si ndio? Mimi sina baba. Hauna baba? Ndio. Pole. Ni babangu ndo amenifanya mpaka leo niko hivi. Ruksa kabisa yani, fanya unavyofanya. Kuna ile tu uoga kama mzazi, lakini unajua lazima tu wakubali kwa sababu ni kitu for life. Mwanzoni ulikuwa ni ugumu kiasi gani? Walikuwa wanakuambiaje usijiingize huku, kuna nini hasa? Wazazi wangu tu walikuwa wanagombana wenyewe kwa wenyewe. Huyu muache, huyu staki. Sasa babangu yani alikuwa ni mtu kama yani ni mtu mgumu. Kwa hiyo alikuwa ananifanya hivi, ananiambia hivi, ananifanyisha hivi, yani nakuwa najua vitu vingi. Ndio. Haya unayofanya, kwenye familia kuna mtu ambaye anafanya na wewe umemuona, ama wewe ndo wa kwanza kutoboa kwenye masuala ya pikipiki? Yani mimi ndo wa kwanza. Hakuna mwingine. Uko ngapi nyumbani? Tuko wawili. Wewe mwenzako naye anakariba kuingia huko? Anafanya lakini hawezi kujionyesha hivi. Ndio. Unamuona kwamba ana zile level ya kufikia kama ambapo yupo dadake? So fani yake, kwa hiyo ni hata akienda fujo hizo. Nini mahusiano, kama tuna mume ama tuna mtu ambaye tunatarajia aje kuwa mume na mwenyewe ameridhika? Au hayupo? Bado. Bado kwa kweli. Hayupo? Akitokea inshallah. Watu wanakutazama, kute na yeye anaweza kaona video kama kuna mtu anamkana hivi. Hapana. Akitokea inshallah. Lakini unawishi uwe na mtu wa design gani kwenye hiki ambacho unakifanya? Atokee humu, asitokee humu, wote mnaweza mkafa, ama unawishi uwe na mtu wa design gani hasa? Mimi aje tu mwenye hofu ya Mungu na mwenye huruma. Basi kama riziki zinatafutwa. Jaribu kuwaza hawa washikaji wote ambao unazunguka nao kwenye mabaiki hawa. Ama hata mtu mmoja ambaye ana zile ndogo ndogo hivi labda. Wana respect sana, hata ukiwaita, hata mmoja wao pale ukiwaita huwa yani ni watu ambao wana discipline kubwa sana.
Mnaishi fresh tu wenzako? Ndio. Tena huwa mara nyingi wanajaribu kunielimisha jinsi ya kuishi na watu. Kwa sababu unajua kwenye hii situation iliyopo, kila mmoja anakuja na neno lake, kila mmoja anakuja na jinsi anavyokuja. Kwa hiyo yani najifunza vitu vingi. Bila shaka wewe ni mtu ambaye unajua mambo mengi sana kwenye pikipiki, si ndio? Ndio. Kwa mfano kama pikipiki hii inaitwaje hasa? Hii inaitwa GS, BMW. GS. Ni shilingi ngapi? Hela nyingi sana, siwezi kuongea. Hakuna. Yaani hela nyingi sana, kwenye milioni 60 huko. Milioni 60? Pikipiki moja? Na zaidi, yani unaweza kutoa hiyo hela unanunua pikipiki milioni 60? Una uwezo unao? Nikiwa nao nitanunua. Pikipiki ambayo unatumia sio kwako? Hapana. Kwako ni ipi? Mimi sina. Wewe una? Ndio. Ukija huku kwa mfano pikipiki huo mnazipataga wapi hasa? Marafiki zangu tu. Umetoka lini Arusha? Maana tupo Dar hapa. Nimetoka jana. Kuja na ndege ya saa 11. Nikafika, tukafanya mambo tu, tukao wamenipokea nini hivyo. Basi mimi nilijuaga huo mkitokaga kule mkoani mnatembeza bike kutoka mkoani mkoa tu mkoa. Ndio, tunafanya hivyo. Sasa mbona umepanda ndege? Nimeona yani kwa sababu nimekosa company. Ulishawahi kupata changamoto yoyote, labda kuumia, labda mtu kukuatisha tamaa ukasema natamani niache michezo? Sha kutokea? Haijawahi. Kuumia unadondoka, lakini huwezi kuacha. Kama wewe ni wa bike for life huwezi kuacha. Lakini kama unaiga, mwisho wa siku utaumia, utaacha. Na wewe ni bike for life? Yeah. Marafiki wanakwambiaje? Wanapenda sana, wanapenda watoto wakubwa, mama, watu wanapenda. Hamna wale ambao wanakusema utakuja kufa wewe, hiyo michezo ya kiume achana nayo hiyo? Wapo wengi sana. Tunawaambiaje? Naambia tu pole. Naambia tu pole, bike for life. Mwisho wa siku ndoto zetu ni nini hasa kwenye hiki ambacho tunakifanya? Mtu anaweza kujiuliza kwamba hawa wanaofanya haya au huyu mwanamama anayefanya haya, mwisho wa siku ana expect nini hasa? Lolote huwa linaweza likatokea, huwa likatokea. Kama chochote tu, yani chochote ambacho kitakuja, mimi niko tayari. Kuna siri gani kati ya watu wa Arusha na pikipiki? Unajua ni upendo tu wa bike hivyo, lakini sio kwamba eti ni watu ambao hawana kazi kabisa za kufanya, hapana. Wale unakuta wana kazi zao, wengine wa mafundi garage, wengine hivyo. Tena wengine wana kazi kabisa za maana, lakini ni kwa sababu wenyewe hawana uwezo wa kununua bike kubwa kama sisi hivi. Unakuta wenyewe wako kule. Kwa hiyo wale pia ni watu wa heshima, wana heshima yao pia. Maana Arusha ni miongoni mwa mikoa ambayo inaongoza kuwa na watu ambao wanachezea pikipiki. Ndio, ni kweli. Sasa najiuliza kwa nini kuna nini kule Arusha? Mbona imekuwa ni wao tu? Ni watu wenye furaha, ni watu ambao wanapenda kufurahi muda wowote. Kufanya kazi jioni wanaenda kuenjoy. Jioni, yani saa yoyote. Ukiona kazi zimeisha wanaweza wakaenjoy tu wenyewe. Sasa kwa wale ambao wanaamini kwamba waendesha pikipiki lazima wawe wahuni, wengine labda wavuta bangi, sometimes watu wanasema hivyo, huyu itakuwa labda huyu amevuta vitu, hawezi kufanya mambo kama haya kabisa bila kuzimua kichwa, tunawaambiaje? Mimi binafsi, kwanza mimi mwenyewe situmii chochote, sijawahi kutumia chochote. Kwa hiyo mimi nawaomba tu hiyo kauli huwa waipunguze, kwa sababu kuna watu mnakuwa mnawafanya wana cool down sana. Lakini hata watu wanakuambiaga labda utakuwa unavuta bangi, waje kuambia hizo kitu. Hapana, lakini wapo pia, kuna ambao hawezi kuniambia mimi, lakini wanasema pembeni. Mimi nashukuru kwa kuweza kupata nafasi ya kuzungumza na wewe. Naweza nikasema ni mtu wa mwanzoni. Una kitu ambacho labda ulitamani kuzungumza sijakuuliza? Hapana. Umeongea vyote? Ndio. Vile ambavyo unakuwa umempandisha mtu, nimeona hata best yako pale alikuwa amepandishwa muda fulani hivi afu mnabidua hivi. Sometimes mtu anaweza anakusadi chini lami hivi. Hamuogopi? Huwezi kuogopa kama unajua, huwezi kuogopa. Kama unajua? Kwa sababu mtu anaponyanyua ile bike hivi huwa anakuwa na control ya hali ya juu. Kwa hiyo mimi ningependa tu waheshimiwe. Wanyanyua bike wote waheshimiwe. Wanyanyua bike wote? Wanyanyua bike wote waheshimiwe. Labda ungeongea kwa herufi kubwa wa kuelewe. Rough rider wanaitwa hivyo. Rough riders wapewe tu heshima yao. Kuna nafasi yote ambacho umekapata kama mwanamke, maana ni miongoni mwa wanawake wa mwanzoni kabisa kuwepo kwenye haya mambo ya kuchezea bike, kwenye uongozi, labda kwenye waendesha pikipiki, labda wewe umekaa hazina vitu kama hivyo vipo? Kwa mimi mwanamke bado, kwa sababu sina timu ya kusema hawa ni watu wangu. Huku ambapo upo kwa wanaume hauna nafasi hiyo? Kwa wanaume huwa wananiingiza tu huko ili kunifanya niwe mgumu zaidi. Unakuta wananichukua
wananipeleka hivi, wananifundisha hivi. Kule Arusha nako na kikundi chako? In short, mimi sina kikundi chochote, yani mimi ni just for fun. Kwa hiyo wale wenye vikundi huwa wananichukua mimi. Sawa, neno la mwisho labda la kumalizia, watu ambao labda wanapenda michezo yako, watu ambao labda wana enjoy unapokuwa unaendesha, followers wako mitandaoni, tunawaambiaje? Mimi nawapenda sana, wakaribie, wasiogope, hivi ni vitu vya kawaida. Sikia mnavunjika sana miguu kwa Muhimbili huko. Hiyo inatokea bahati mbaya. Hiyo wajali ipo kwa sababu sisi binadamu huwezi jua kesho yako. Tumeona video zako nyingi. Nani ambaye huwa anakushutiki video zako? Kwa kweli kuna video ambazo zipo, lakini kuna zile the best sana. Ambaye yuko mtu ambaye anaturekodi ambaye ni nani? Adventure na yeye pia. Anaitwa nani? Anaitwa Nestori. Nani? Nestori. Anaitwa nani? Nestori. Nestori. Ambaye ni wapi? Huyu hapa. Njoo mzee wangu tuzungumze. Mambo vipi kaka? Fresh mwanangu. Mambo yanaenda? Poa kabisa. Kwa hapa mbona umekaa mbali? Nilikuwa napiga story hapa na mdada sababu imekuwa ni vitu ambavyo vinashangaza kuona wanawake wameingia kwenye haya maeneo. Mimi nataka nipate walau mtazamo wako. Nataka nipate mtazamo wako kumwona mdada amethubutu kuingia huku. Wewe unajisikiaje sasa? Kwanza mimi najisikia raha kwa sababu huu ni mchezo kama michezo mingine na enjoyment tunayopata hapa ni kubwa sana. Unajua kucheza na hizi mashine ni hatari sana, lakini sasa kuona wadada pia wanahamasika kuendesha bikes ni experience nzuri, na wakaribisha wote wasio na uoga katika maisha yako. Siku zote fanya kitu ambacho unakiogopa, utaenjoy, utaishi kwa furaha. Changamoto, wanawake ni viumbe ambao wamekutwa na changamoto nyingi wanapokuwa wamechanganyika na wanaume. Ninyi mnapokuwa mmekaa naye huyu, kwanza natamani nifahamu ninyi mnamchukuliaje? Alafu changamoto zake huwa unampa hizo changamoto ama hakuna changamoto ambazo mnampa? Yaani biker family ni big thing mwanangu, hamnaga changamoto, yani hatubagui, hatuchagui. Kwa hiyo sister kama hivi ni mtu wa bike, tunamkubali, tunamappreciate, akiwa na changamoto tunamsaidia. Unaona eh? Kwa hiyo tuko pamoja, one love mwanangu. Na yale masuala kwamba unamtongoza mtu akikukataa hapa asije, kwenu hayapo? Huko hamna. Huko watu wamenyoka. Bikers wamenyoka, yani hawana noma. Ukikataa fresh, maisha yanaendelea. Tunawaambiaje wanawake wengine ambao wapo mitaani huko? Wasiogope, fanya unachokipenda, usisikilize mtu. As long as umefurahi, unafanya unachokipenda, unafurahia, maisha mazuri. Mtu ambaye anataka kama naye ajiunge kwenye kikundi chenu, wewe mwanamke au mwanaume, nini ambacho anatakiwa afanye? Muhimu tu yani upende bike. Ukishakuwa na mapenzi na bike basi ya vingi mengine yote yanafuata. Kwa sababu kama hivi tunakuwa tunajumuika pamoja, kama hii ilikuwa ni tunamkumbuka mwenzetu Junior. Lakini tunakuwa tunakutana kila Jumapili kwenye michezo ya motocross, lakini pia sehemu zingine mbalimbali kwa event zingine za bike. Unakuja tu pale una ball kila mtu, yani bikers wote yani wote wako peace. Yani ni rahisi ku make friends na bikers kuliko group lolote. Umeona? Kwa kama unapenda bike, utakutana na marafiki wanaopenda bike. Tuna join pamoja, utaona wewe mwenyewe utaangalia bike gani utaipenda na utaweza tu kununua kwa sababu kitu unakipenda. Hivyo. Nilitamani walau nipate dakika moja tu short story ya kile ambacho kimepelekea kifo cha ndugu yetu ambaye leo tumeenda makaburi kuweza kumsomea dua. Kipi ambacho kilitokea? Ni miaka 3 imepita, 2023. Ile ni ajali tu kama ajali zingine, imetokea bahati mbaya. Sawa bwana. Kwa hiyo alikuwa katika harakati zake, alikuwa kwenye michezo. Alikuwa anaendesha tu kawaida. Ndio hivyo ikatokea bahati mbaya, kagongana na gari. Kwa hiyo ndio hivyo. Imetokea bahati mbaya, sio kwamba alikuwa kwenye michezo au vipi. Lakini hiki ni kitu kimoja ambacho pia alikuwa anakipenda yeye mwenyewe marehemu. Alikuwa anafanya mchezo wa motocross official kabisa. Kwa ile ilipotokea ajali, tena hakuwa na bike ya michezo, alikuwa na bike yake tu ya kawaida. Kwa hiyo ilitokea bahati mbaya, ndio hivyo, siku yake ilifika basi. Ni mara ngapi mnamfanyia utaratibu huu dua ndugu yetu? Kila mwaka tunafanya dua, tunakutana, tunamwombea, tunafurahi kama hivi, tunamwenzi, na eneo hili ndo alikuwa akiishi nyumba ile pale. Kwa maeneo haya alikuwa maeneo yake. Kwa hiyo tumezunguka kokote, hapa tunakuja tumepoa, watu wanafanya show kama kawaida. Enjoy. Keep on subscribing ladies and gentlemen. Thank you. Fresh mzee wangu. Dada asante. Shukrani. Hauna kitu cha kuongea? Hapana, wa subscribe kwenye channel yake. Hajasema sasa na channel yake. Wa subscribe wapi? Wa subscribe wapi? Hii hapa ni Nyundo TV. Hii Nyundo TV. Wewe una channel yako? Mimi naitwa Nestori Owano 77, Nestori 77, Instagram, Facebook, Twitter, kote mpaka YouTube. Mavideo yote utayapata kwenye Nestori 77. Make sure umesubscribe, umegonga like na turn on notification. Oyo!